Kufuatia mafuriko yaliyotokea jijini Mwanza ambayo yameathiri maisha ya wananchi na miundombinu katika baadhi ya maeneo, tumezungumza na moja kati ya wakazi na waandishi wa habari, Madoshi James Madoshi, ili kutupatia taswira halisi ya chanzo na athari ya hali iliyopo kwa sasa. Ase, habari ya kwako? Ni njema. Habari ya wewe? Habari ya huku salama kabisa. Napiga simu kutokea Kisa Media tulioko Mgumu Serengeti. Langu jina ni Amos Makali, lakini nafahamika sana kama Presenter Amos. Sawa, karibu presenter. Ndio, natumai naongea na Madoshi James. Kazi kutoka Mwanza. Yeah, kutoka Mwanza. Ndio, kuna taarifa ambazo zinaendelea au zinasikika kuhusiana na mafuriko hasa katika maeneo ya Nata na karibia na soko kuu la Mwanza. Kama mkazi wa Mwanza, una taarifa hizo na unazizungumziaje? Taarifa hizo zipo kwa sababu ndio hali halisi inayoendelea leo. Ndio. Kutokana na mvua iliyonyesha leo siku ya Jumapili. Ndio. Tarehe 28 leo. Kutokana na mvua hiyo imenyesha takriban masaa 5. Ndio. Mvua imenyesha kwa muda mrefu kuanzia saa 4 kamili, masaa ya saa 4 asubuhi. Ndio. Na imeendelea kunyesha mpaka muda wa jioni. Ndio. Ndipo ikakata. Kwa hiyo mvua hiyo ilionyesha kwa muda mrefu sana ndio imesababisha sasa majanga hayo, watu wameshindwa kufanya biashara zao. Kwa mfano daraja la Masai pale mjini, ndio baadhi ya vibanda vyao vimesombwa, wale wauzaji wa madawa ya asili. Ndio. Kwa hiyo kuna changamoto kama hizo. Kwa hiyo tutegemee wao wenyewe ni kama biashara, vibanda vyao, makazi yao ya biashara tayari yameshaharibika tena. Okay, na athari kubwa ambayo iliyosababisha yote hayo ni kutokana na miundombinu au ni mvua kubwa iliyonyesha? Au kwa wewe ambaye uko karibu na eneo la tukio, nini shida ambayo unaona kabisa imepelekea mafuriko hayo? Inaweza kawa changamoto ni kwamba mvua imenyesha, ni kweli imenyesha, lakini tukiangalia kwa upande mwingine wa wakazi wenyewe, ndio wale watu wamejenga vibanda vyao kwa ajili ya kuendeshea biashara zao, ndio kwenye madaraja. Kwa hiyo mvua inaponyesha na njia za maji zimeelekezewa ile mitaro pale kwenye madaraja, ndio kwa hiyo maji yanakuwa ni mengi, yanapita hadi juu. Kwa hiyo lazima asombe vile vibanda. Ndio. Lakini kitu kingine ambacho ninafikiri, kwa mfano ukiangalia Mkuyuni, ndio pia napo tayari mvua imenyesha na imesababisha pia jam kama hiyo ambayo inasababishwa na maji. Kwa hiyo issue ni miundombinu kwa baadhi ya maeneo, lakini pia kwa baadhi ya maeneo ni hivyo, unakuta watu walivyojenga vibanda vyao kwa ajili ya kufanyia biashara viko karibu na miundombinu ambayo inasafirisha maji. Kwa hiyo miundombinu hiyo inapozidiwa, changamoto inatokea kama hivyo. Sasa vibanda vyao vinasombwa, inabidi tena baada ya mvua ya leo kunyesha, kesho waanze kuhangaika kwanza kurekebisha vibanda vyao kwa ajili ya kuendelea kusimamisha biashara zao ziendelee kuonekana. Okay, na matukio kama haya ya mafuriko kutokea hasa katika jiji la Mwanza ni matukio ambayo yamekuwa ni ya mwendelezo au ni tukio ambalo tunalishuhudia kwa mara ya kwanza? Kwa matukio haya mara nyingi ni mwendelezo. Ndio. Mvua zinaponyesha kwa muda mrefu, kwa hiyo matukio haya yanakuwa yanatokea. Ndio. Na kwa mara nyingi yanasababisha hata shughuli za usafiri kusita, kwa hiyo kusubiria maji yapungue kwanza. Kwa hiyo mara nyingi mvua zinaponyesha kwa muda mrefu, tunakumbana na changamoto kama hizo. Ndio. Okay, Bwana Madoshi James, shukrani sana. Ninashukuru. Na asante kwa kuwa pamoja nasi, na asante kwa mwitikio wako kulingana na maswali ambayo tumekuuliza. Asante sana. Haya.